صلوا عليه وسلم قلبي عليه صلى الله عليه وسلم. وحلنا دار السلام هو الفرد الإمام صلوا عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الحاضرون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبنا في الله. Uzangu leo katika faida tuna bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema albakhilu ba'idun min Allah, mtu bakhili anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu katika rehma. Lakini kuwa ba'idun min Allah ni sababan bi an yakuna ba'ida min aljanna, kuwa mbali katika rehma za Mwenyezi Mungu ni sababan qawi, sababu kubwa inayopelekea kuwa mbali katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini si hayo peke yake, ba'idun minan nasi, na anakuwa mbali na watu kwa sababu ni bakhili. Nani atakuwa karibu yako kwa sababu anajua wewe ni bakhili? Lakini mtu bakhili yuwa na ukaribu sana minan nari, karibu minan nari. Ubakhili ni sifa mbaya sana inayopeleka kuwa na ukaribu. Mtu akiwa na ubakhili, sifa hiyo, anakuwa karibu na moto wa jahannam. Fanaudhu billahi min dhalik. Wasakhiyu, na mtu mtoaje, mpole, karibu min aljanna, anakuwa karibu na moto. Yani kadiri anavyozidi kutoa, basi anajisogeza kwa Allah kwa sababu ya ujira wa kutoa kuwa mkubwa sana. Hali kama hiyo, sawa, itapelekea watu wawe naye karibu. Ndio karibu minan nasi ba'idun anin nar, ukaribu wa watu ataupata, lakini hadhi yake al-awfari ni kuwa mbali na moto wa jahannam. Na kama haitoshi, bwana mtume anasema hasinu amwalakum, zifanyieni wiqaya, hasinu, zilindeni mali zenu, mzilinde kutopotea, kutoisha hovyo, bizaka, kwa kuzitoa. Mahma, kila wakati unapotoa sadaka kuwapa watu wahusika wenye mahitaji mbalimbali, hii ni moja ya wewe kuwa unaifanyia hisnu, ngao kubwa sana na malindo ya mali ulionayo. Wada'u mardhakum, hata wagonjwa mlionao ni moja ya sababu kubwa sana wanaweza wakapona pale mnapowatolea sadaka. Bimaana mtazama ubora wa sadaka, maradhi na sadaka wapi na wapi, lakini kwa nia ilo njema, niyataka alhasana, kutoa kwako inakuwa ni sababu ya mgonjwa, kwa nia utakayoitumia, basi inakuwa ni sababu ya kupona. Lakini hapo tutambue kwamba kumbe yapo maradhi ambayo hayawezi kuponeka ila kwa mtu kutoa sadaka. Yako maradhi ambayo hayawezi kuponoka, kuna wakati mpaka utoe sadaka. Angalia fadhlu sadaka ilivyokuwa na nguvu kubwa sana. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema istaqbilu, la bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, istaqbilu anwa' albala'i biddu'a, yaelekeni, yapokeni aina mbalimbali ya mabalaa kwa kuomba dua.
si kwa kutuhumu si imekuwa nini. Rejesha mabala, pokea bala kwa sababu ya dua. Na kutoka kwa Abdurrahman Salmani maula Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah, Bwana Mtume anasema idha sa'ala sa'ilun fala taqta'u alayhi mas'alatahu, ikitokea muulizaji muombaji akaomba kitu, basi msikate maombi yake, kwamba nahitaji na shida, tulia wewe. Wala haifai, muache mtu azungumze kwanza. Anaweza kuja mtu ana shida labda ndio imamu umefuata wakati huo, imamu yuko wapi? Huyo hapo. Kajua nini tena, sikaja mtu ana shida. Sasa watu wengine kule kumsikiliza tu kwenyewe wanaona tabu. Ashajua kwamba break ya huyo anayekuja nayo hapa nataka anipige bomu. Sasa busara ni wewe kumsikiliza kwanza, amalize, aongee shida zake. Unaweza kumsaidia, msaidie. Uwezi, mwambie siwezi. Sio kumpa ahadi ambazo hazitekelezeki. Idha sa'ala sa'ilun fala taqta'u alayhi mas'alata, akija muombaji usimkatishe maombi yake, hata yafrugha minha, mpaka amalize kuzungumza. Maruddu alayhi biwaqarin walin bibudhlin yasir, kisha mrejeshe maneno mazuri kwa upole kabisa na ulaini, sawa. Au biraddin jamil, au unaweza kumrejeshea majibu mazuri. Bwana wewe, sina hapa leo, kesho labda inshallah, hivi na hivi na hivi. Sio atoka hapo, umeona hapa ni pa kuombaomba, nenda kaombe kanisani hapa. Hapa tulitangaza kuna mayatima hapa, au kuna watu wenye shida. Hayo sio majibu bwana. Fa innahu, kwenye hilo Bwana Mtume anasema qad yatikum man laysa insin wala jan, panaweza kukufuateni nyinyi kile kiumbe ambacho wala si jini wala wanadamu. Yandhuruna kaifa sani'ukum, ikawa kinawachunguza tu mnavyofanya na boronga, sawa. Fima khawalakumullah, katika yale ambayo Mwenyezi Mungu amekupeni. Kwa malaika wanaweza kuja kukuchunguzeni, mmepewa alafu hamtaki kuzitumia vizuri neema hizo. Na hadithi nyingine Bwana Mtume anasema ma min rajulin yatasaddaqu fi yawmin aw layla, mtu yeyote atakayetoa sadaka usiku ama mchana, ila hufidha min ayamuta min ladagha, anahifadhiwa na Mwenyezi Mungu asife kwa sababu ya kungatwa. Ladagha ni kungatwa, kuna kungatwa na nyoka, nge, kafa mtu. Kangatwa na wanyama, kafa mtu. Kamezwa na kafa mtu. Kumbe kutoa sadaka kuna kulinda na kifo cha aina hiyo. Lakini Mwenyezi Mungu anakupa hifadhi na lindo la kufa, sawa. Kifo cha kubomokewa, hiyo hadma, kubomokewa na nyumba, kama tetemeko ama bomu, likaja bomu likapigwa nyumba ote, sawa, mmefukiwa, ndiyo hadma. Vifo kama hivyo vinaepusha kwa sababu hiyo. Lakini au mauti mbaghtata, ama kifo cha ghafla. Dakika mbili tulikuwa naye mzima huyu. Hivi vifo ambavyo leo watu wanaondoka utafikiri vyuku, yani ama kuku wa kisasa. Dakika 5 mtu kafa. Mautu mbaghtati, ingawaje ni alama ya kiyama kwa zama tulizonazo, lakini Mwenyezi Mungu atakuepusha kwa kutoa sana sadaka. Mautu mbaghtata, kifo cha ghafla. Jana alikuwa mzima
asubuhi kaamka mzima kanywa na chai, kaumwa kichwa tu, dakika 5 hajapelekwa wapi, kafia hapo, limautu mbaktata. Na tumalize na hadithi nyingine, maana khaswa malu min sadaqa. Bwana Mtume anasema mali toka lini ikapunguka kwa sababu ya kuitolea sadaka? Haipunguki, inazidi bwana. Wala afa rajulun an madhlama illa zadahu Allahu biha izza. Hajapatapo mtu kumsamehe mtu aliyemdhulumu. Akudhulumu mtu lakini ukamsamehe, basi Mwenyezi Mungu atakuzidishia utukufu. Wa matawadha rajulun lillah illa rafa'ahu Allahu ta'ala. Hajapata kujinyenyekeza mtu na kujishusha chini kwa ajili ya Allah, hakujitaka makubwa, hakujitaka ile tarafa, mimi hapa sidoni, mimi hapa. We nani? Jishushe chini tu. Allah, unapojishusha chini Mwenyezi Mungu atakunyoosha, atakunyanyua, lakini ukijinyanyua Mungu atakushusha. Hii ni sifa tutakabbal, kibri hicho. Inshallah wacha tutue hapa. Wassalamu alaikum.